Jambo la kwanza tunaweza kusema ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba mnyama wameanza vibaya katika mechi yao ya kwanza ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu dhidi ya Al Masry. Ni kwa sababu gani? Wamepokea kipigo cha mabao 2-0 dhidi ya wenyeji Al Masry, mechi iliyochezwa kule katika mji wa Ismailia nchini Misri. Simba kwa lugha nyingine sasa wana kazi ya ziada katika mechi ya marudiano itakayochezwa Aprili 9 kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Hilo ni la kwanza, lakini la pili, kwa namna ambavyo mechi ilichezwa leo hii, Simba walivyotawala mechi kwa kiasi kikubwa, walivyofika kwa idadi kubwa katika mchezo mzima kulinganisha na wenyeji Al Masry, unaweza kusema kana kwamba kama Al Masry chini ya kocha wao Anis Bujalbene watacheza kwa namna walivyocheza leo dhidi ya Simba kwenye mechi ya marudiano kwa Mkapa Aprili 9, uwanja ambao unatarajiwa kunogeshwa na mashabiki takriban 60,000 wa kuishangilia Simba, ni dhahiri kwamba Simba wana uwezo wa kupindua meza kibabe, kupata ushindi mnono tena wa idadi ya mabao mengi na kusonga mbele kwa hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu 2024-2025. Ndio, Simba walicheza vizuri sana leo hii, lakini eneo muhimu katika mechi, tunaposema kucheza vizuri, mwisho wa siku unaulizwa ngapi? Simba wamefungwa mabao 2-0, mabao ambayo yalifungwa katika kipindi cha kwanza. Bao la kwanza liliwekwa wavuni na Abderrahim Dermoun katika dakika ya 16, lakini bao la pili likafungwa katika dakika ya 89 ya mchezo. Yes, safari hii hili likifungwa na Okoye. Yes, na kuifanya Simba iache pointi zote tatu, tuseme kama ni mechi mbili za pointi zote tatu, ushindi wa mabao 2 kwa wenyeji. Wakashangilia sana maelfu ya mashabiki waliofika kuisupport Al Masry kwenye uwanja Suez Canal Authority Stadium. Lakini ni katika mchezo ambao Simba walitawala mwanzo mwisho. Wakiwa chini ya kocha wa Fadlu Davis, Simba wakiingia na mpango kazi wa baada ya golikipa Musa Kamara kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 shambuliaji na mshambuliaji kinara 1, dhidi ya wenyeji ambao wao wenyeji Al Masry waliingia baada ya golikipa kuwa na mabeki 3 wakati, halafu wakawa na viungo 4, halafu wakawa na viungo ushambuliaji 2 na mshambuliaji kinara 1. Kwa lugha nyingine waliingia na 3-4-3, lakini 3 ambayo ilinyumbulika kwa mtindo huu wa kuwa na mshambuliaji 1 mbele halafu 2 nyuma ya mshambuliaji, kama ambavyo wamekuwa wakitumia mtindo huu mara kwa mara chini ya kocha Anis Bujalbene. Lakini ni mechi ambayo Simba katika dakika zote za mchezo walikuwa wakicheza kana kwamba wako nyumbani, wakitawala katika maeneo mengi ya mchezo. Ndio maana mpaka mechi inakamilika, licha ya Simba kufungwa kwa mabao 2-0, lakini takwimu nyingine zilithibitisha juu ya namna gani Simba waliutawala mchezo, wakiwafanya wenyeji watafute mpira kwa tochi. Lakini wenyeji walichofanya kwenye mashambulizi yao ya kushtukiza, Simba ikimiliki zaidi mchezo, wakapata ushindi huo ambao unawafanya wawe katika nafasi nzuri kwenye makaratasi. Lakini kwa namna mechi ilivyoonekana ikichezwa, ni dhahiri kwamba Simba washindi wenyewe tu kwa Mkapa. Simba wanaonekana wako juu zaidi kulinganisha na wenyeji Al Masry. Kwa sababu gani? Kwenye umiliki wa mpira kwa mfano, average wastani baada ya mechi kukamilika, wenyeji walimiliki mpira kwa 41% tu dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba waliomiliki kwa 59%. Ndio, pasi zilipigwa kushoto, kulia, nyuma, mbele, katikati na katika maeneo mengi ya uwanja Simba walikuwa juu zaidi. Lakini pia kuumiliki mpira peke yake haitoshi, kwa sababu mpinzani katika mbinu zake anaweza kufanya wewe umiliki mpira lakini usipate nafasi ya kufika langoni kwake. Anacheza kimkakati, anakuacha ukae katika maeneo ambayo hayana madhara kwake. Lakini haikuwa hivyo. Vijana wa Fadlu Davis, umiliki wao wa mpira uliambatana na kufika zaidi katika lango la Al Masry na kufanya majaribio ya kufunga. Ikawaje? Al Masry kwenye mashuti wenyeji mechi nzima walipiga mashuti 7. Katika haya mashuti 7, 2 yakalenga lango. Wekundu wa Msimbazi Simba wao walipiga mashuti 18. Utaona ni zaidi ya mara 2 ya mashuti yote waliopiga wenyeji. Katika mashuti yao 18, sio tu kwamba walijipigia tu, wala haikuwa speculative shots, yani yale mashuti unapiga una uhakika unalenga shabaha ama la hasha. Mashuti 7 ya Simba alilenga lango,
dhidi ya mashuti mawili tu, lakini mwisho wa siku haya mawili Al-Masri yakawa mabao, Simba haya 7 yote akachezwa na golikipa Mahmoud Gad, jambo ambalo lilimfanya aibuke kuwa man of the match, mchezaji bora wa mechi, kwa kudaka michomo yote iliyopigwa na wachezaji wa Simba, michomo 7, na hivyo kuinusuru timu yake katika kipigo. Lakini vile vile ikumbukwe kuna tukio moja hapo katika dakika ya 70 Simba walipata penalty. Ndio penalty tunasema walipata, lakini ni kwenye mabano kwa sababu mwamuzi hakuiruhusu penalty hiyo, na wala hakukuwa na jitihada zozote za kwenda kuangalia VAR kwamba ilikuwa penalty ama si penalty, maana VAR ilikuwa hapo uwanjani. Katika hatua za robo finali kwenda mbele michuano ya CAF, VAR huwa inatumika. Inakumbuka vizuri katika tukio hili Lionel Ateba Mbida aliucheza mpira ndani ya 6 yards za yadi 6 za lango la Al-Masri. Golikipa Mahmoud Gad katika kujaribu kucheza mpira huo aliukosa kwa sababu Ateba aliwahi, yeye akamgonga miguuni, akamwangusha chini, ili stahili kwa mkwaju wa penalty. Lakini penalty hiyo itakuwa penalty endapo mwamuzi angeruhusu. Hakuiruhusu, na uzuri kwao Al-Masri hakukuwa na pressure ya kutosha kwa wachezaji wa Simba kumtaka mwamuzi walau kujaribu kumshinikiza iende itazamwe VAR, kwa sababu zipo baadhi ya timu kwenye michuano hii leo hii VAR ilitumika na kuwanufaisha baada ya mwamuzi kujaribu kupotezea, lakini shinikizo likawafanya waangalie kwenye VAR na kujikuta wakiamuru mikwaju ya penalty. Hivyo Simba nafasi mojawapo ilikopo hii dakika ya 70 haikupigwa penalty kwa sababu mwamuzi hakuamuru mkwaju wa penalty ambao ulionekana ni dhahiri kwenye marejeo ya picha za video Simba alistahili kupata penalty. Mwisho wa siku Simba wakafa kwa mabao hayo. Lakini kwenye kucheza kuonyesha namna gani Simba walikuwa wazuri zaidi leo hii, ukiondoa matokeo takwimu muhimu zaidi katika mechi ambazo ni mabao, ni kwamba katika sehemu 3 za uwanja, katikati mpira ulichezwa kwa 51%, kwa wenyeji ulichezwa 30%, lakini kwa Simba ulichezwa 19% tu, kiashiria kwamba Simba walihakikisha eneo lao halifikii mara kwa mara, sio kwa namna ya kupaki basi, la hasha, bali kuhakikisha mpira unachezwa katika eneo la kati na eneo la pili la uwanja, kwa maana kwa wapinzani wao Al-Masri. Muda mwingi Al-Masri walikuwa wakizuia zaidi kutokea chini, kana kwamba wao ndio wageni, lakini wako nyumbani, wamebanwa mfululizo. Walikuwa wanacheza tunasema ile under the cosh, lakini walicheza kiakili zaidi katika mashambulizi ya kushtukiza na kupata mabao haya. Mwingine anaweza kujiuliza, kuliko ni Simba leo wakafungwa kama walicheza vizuri kiasi hiki ninachokielezea, na takwimu zinathibitisha juu ya umiliki wa mpira na mashuti kupigwa? Zipo sababu kadhaa kubwa. Mosi ni kwamba umakini wa wachezaji wa Simba walipokuwa karibu na lango la Al-Masri. Wakati mwingine palihitaji utulivu zaidi ili kuweka mpira wavuni, wao wakawa na papara, wakafanya maamuzi yasiyo sahihi. Hiyo sababu ya kwanza. Lakini ya pili, uchoyo na ubinafsi. Zipo baadhi ya nyakati ambazo wachezaji wa Simba kwenye eneo la kushambulia, hapa nazungumzia Lionel Ateba Mbida, hapa nazungumzia Elie Mpanzu Kibisawala, alikuwa akifanya atakavyo katika muda mwingi wa mchezo. Eneo la kushoto alikuwa kwenye kiwango bora kweli Elie Mpanzu Kibisawala, lakini kuna baadhi ya nyakati mipira badala ya kupasia wenzake, na hasa baada ya kutoa cross nyingi ambazo hazikutumiwa vizuri na wenzake, akaamua awe anapiga mwenyewe, matokeo yake akapoteza nafasi, kwa sababu wakati anafanya hivyo wenzake walikuwa wameshafungua, kama Lionel Ateba Mbida akashindwa kumpasia ili aweke mpira wavuni. Kibu Dennis Prosper ilimtokea hivyo, alicheza vizuri sana leo hii, lakini kuna wakati alipaswa kutoa pasi kwa wenzake, moja wapo ilimkuta yeye akiwa Lionel Ateba Mbida katika nafasi nzuri, akataka afunge mwenyewe kwa gula kushoto, mpira ukapotea. Jasha huwa ipo nyakati ambayo alipaswa atoe pasi, akataka kufunga mwenyewe. Kwa hiyo Simba wenyewe walijikaba wenyewe katika baadhi ya matukio. Kwenye mashuti yale 18 mengine yalipotea bure kwa sababu tu ya ubinafsi na uchoyo, pengine na kutaka kuwa shujaa. Tunaweza kusema hivyo kwa sababu wenzao walikuwa wamefungua, hawakutoa nafasi. Lakini sababu nyingine ni mpango kazi wa Simba kwenye kushambulia. Kuna baadhi ya nyakati wanakwenda kushambulia wakiwa wachache mno. Yaani unamkuta Lionel Ateba Mbida kwa mfano yuko peke yake, hana msaada. Elie Mpanzu Kibisawala alikuwa anakwenda upande wa kulia, anawaacha vizuri akina Ahmed Eid wa Al-Masri, lakini anakosa msaada nani wa kumpa kwa wakati, na hivyo wakati mwingine alikuwa anapiga cross zinaishia kupotea ama zinaishia kwa mabeki wa Al-Masri akina Khalid Sobi, na matokeo yake mpira kurejea tena katika eneo la Simba. Hizi ni miongoni mwa sababu, lakini pia na mwamuzi naye ana nafasi yake kama alivyotaja katika tukio hili la dakika 70 ambalo pengine VAR ingetumika, Simba wangeambulia penalty ambayo pengine wangeka mpira wavuni. Lakini sababu nyingine ni juu ya Al-Masri
kutumia nafasi zile walizozipata chache. Tunaona mashuti 7, mawili yamelenga lango, yote kamba. Mechi kwa Mkapa, Simba lazima wafanye marekebisho katika eneo hilo, kwa sababu uchoyo ukiendelea, kila mmoja akitaka kuwa shujaa, basi wanaweza kailetea madhara timu yao, madhara kwa Tanzania, kwa sababu hawatasonga mbele. Kwenye mechi hiyo kwa Mkapa watatakiwa kushinda kwa tofauti ya mabao matatu, yani 3-0, 4-1, 5-2, yani tofauti ya mabao matatu na kuendelea, au tofauti ya mabao mawili bila Al-Masri kufunga, yani nao washinde 2-0 kama walivyoshinda Al-Masri. Kufanya hivyo maana yake itakwenda kwenye mikwaju ya penalty ambayo huwa haina mwenyewe. Lakini kwa kiasi kikubwa Simba wakitumia vyema uwanja wa Mkapa, ambako wenyeji hunufaika na pumzi ya moto inayowakuta wageni kutokana na mechi kuchezwa labda saa 10, lakini pumzi ya moto itakanayo na shinikizo la mashabiki wa Simba ambao hujitokeza kwa wingi na Watanzania wengine kwenda kuiunga mkono, ni dhahiri kwamba Al-Masri kwa namna walivyocheza leo hii, wakitawaliwa na Simba mwanzo mwisho, wakifikiwa zaidi na kuhitaji golikipa Mahmoud Gadi awe man of the match ili kunusurika katika mechi ya leo, basi kwa Mkapa Simba wakirejea kile walichokifanya, wakaacha uchoyo, wakawa kishambulia kwa idadi kubwa, wanao uwezo wa kupata idadi kubwa ya mabao na kusonga mbele. Ikumbukwe msimu huu kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho, timu kutoka kaskazini zilikumbana na kipigo pale kwa Mkapa. Walianza Al Ahli Tripoli kwenye kuania kufuzu hatua ya makundi, kule Libya ilikuwa bila, kwa Mkapa wakafungwa 3-1 na Simba. Lakini Satisfaction kwa Tunisia walifungwa 1-0 katika hatua ya makundi kombe la shirikisho, kwa Mkapa Simba wakashinda 2-1. Lakini pia CS Constantine kule nchini Algeria walishinda 2-1 dhidi ya Simba, kwa Mkapa wakafungwa 2-0. Sasa Simba watahitaji kuwa na kiwango cha namna hiyo, kutumia vyema nafasi, wanafika mara nyingi sana, wanamiliki zaidi mpira, basi wakiwa aggressive, wakiwa na shinikizo la kutosha wakati kushambulia na umakini kuweka mpira wavuni, upo uwezekano wakashinda kwa idadi ya mabao inayohitajika 3-0, tofauti ya mabao matatu kwenda juu na kusonga mbele kwa hatua inayofuata. Kwa kile walichokionyesha leo hii Simba dhidi ya Al-Masri, wakitawala mwanzo mwisho, wakifika zaidi katika eneo la mwisho la mpinzani, basi ni dhahiri kwamba kushindwa kwao kutatokana na wao wenyewe, lakini sio kwa kiwango, kwa sababu leo hii kwa mfano wameonyesha kiwango bora sana, lakini wakashindwa wenyewe kwa nafasi walizojitengenezea, wakashindwa kuzitumia, ikabackfire, ikawaathiri. Matarajio ni kwamba kwa Mkapa haya hayatajirudia, kwamba Simba inatengeneza nafasi halafu ubinafsi unatangulizwa. Lakini lingine pia, Lionel Ateba Mbida hakuwa fiti. Pengine mwalimu Fadlu Davis wakati mwingine atakiwa afanye mabadiliko mapema. Ateba Mbida alikuwa amedhibitiwa katika baadhi ya nyakati, anaonekana kana kwamba alihitaji msaada. Ni kweli alipoingia Steven Dese Mkwala kuna kitu kilionekana. Kwa sababu hiyo kocha naye itabidi atazame yupi acheze kwa dakika ngapi kwa ajili ya kuinufaisha Simba. Lakini vile vile katika kuzuia Simba, mabao yaliyofungwa mengine yalitokana na ile mipira ya kushtukiza wakiwa hawapo katika umbile sahihi la kuzuia, kama bao la pili lililofungwa na Okoye. Kwa sababu hiyo katika mechi ya marudiano lazima wafanye kazi eneo hili. Wanamiliki zaidi mpira, wanashambulia zaidi, muda mwingi katika nusu ya pili ya uwanja wakiwa bana wapinzani wao. Lakini lazima wachukue tahadhari kwamba wanapofanywa mashambulizi ya kushtukiza basi asije kuwaletea madhara kama ilivyojitokeza leo hii. Musa Pimpin Kamara naye anatakiwa ongeze umakini. Yes, bao la kwanza licha ya kumsifu mpigaji Dermoun kwa shuti alilopiga, lakini naye angesimama sehemu sahihi, angeuwahi mpira kabla kuacha ili udunde, pengine angeweza kucheza, maana uwezo huo anao. Lakini pia hata katika mpira wa bao la pili makosa alifanywa na safu yake ya ulinzi, lakini mpira uliomjia katika kujaribu kutema aliutemea kati, pengine angetemea pembeni, usingemkuta mfungaji Okoye na kuweka mpira wavuni. Ni mambo madogo madogo ambayo wakiyafanyia kazi unaona kabisa kwamba Simba washindwe wenyewe kusonga mbele kwa hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu, kwa sababu wanaonekana wana kiwango bora zaidi kulinganisha na Al-Masri. Kama leo hii Al-Masri wakiwa nyumbani wanazidiwa na Simba katika maeneo mengi, ukiondoa matokeo muhimu ya mabao ambayo nasisitiza mara kwa mara, ni dhahiri kwamba Simba ina uwezo wa kufanya makubwa zaidi kwa Mkapa na kuwapa furaha na Simba, kuwapa furaha wa Tanzania ambao wanaitumai Simba katika kupeperusha vyema bendera ya nchi yao kwenye michuano ya CAF kwa msimu huu. Je, nini kitakachofuata? Ni swala la kusubiri katika siku hiyo ya Aprili 9 kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.
ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unazoona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.